lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikufa, Mungu akamweka hai tena. Kwa hiyo ni kwa nguvu za Mungu Yesu yuko hai leo. Amen. Lakini alisulubiwa katika udhaifu. Alisulubiwa katika udhaifu. Watesi wake walifanikiwa kumkamata. Watesi wake walifanikiwa kumuinua msalabani. Watesi wake walifanikiwa kumwangika msalabani. Watesi wake walifanikiwa kumdhalilisha kama walivyotamani. Walifanikiwa katika yote yaliyokuwa katika mipango yao. Walifanikiwa hata wakala, hata wakanywa, hata wakapongezana, hata wakatumia na zawadi. Walifanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Walifanikiwa. Lakini furaha yao ilikuwa kwa kitambo. Bwana Yesu apewe sifa. Furaha yao ilikuwa kwa kitambo. Furaha yao ilikuwa kwa kitambo. Nataka niseme na kanisa, hauwezi kuishi maisha ambayo Yesu hakuyaishi hapa duniani. Kama unataka kuwa Mkristo, hauwezi kuishi maisha ambayo Yesu hakuyaishi hapa duniani. Wakati Yesu anapendwa, wakati Yesu anatafutwa, wakati Yesu anatukuzwa, wakati Yesu anashangiliwa, lakini kuna makundi ambayo yalikuwa yanakutana kujadili jinsi ya kumaliza. Si tunaelewa? Na kwa kadiri mipango yao ilivyokuwa inazidi kushamili ya kumaliza Yesu, kwa kadiri hiyo hiyo Yesu alikuwa anapoteza sapoti kwa wale ambao alikuwa anaona kama wako pamoja naye. Wale waliokuwa wanamtukuza, wale waliokuwa wanamuinua, wale waliokuwa wanamsifu. Wakati Yesu mipango ya adui inakaribia dhidi yake, wakati huo wale aliokuwa nao walikuwa wanakuwa demoralized taratibu. Yani wanavunjwa moyo, wanakata tamaa na kurudi nyuma taratibu mpaka akajikuta yuko peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi kwa Yesu kwenda aombe mara 3 neno hilo, Baba, ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke. Alipogundua kwamba hilo ombi alikuwa sawa kabisa, akasema, lakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yafanyeje? Yatimizwe. Ni rahisi kusema kwamba Mungu aliamua kumwadhibu mwanae. Biblia inasema katika Isaya 53 kwamba tulimdhania kwamba amepigwa na nani? Na Mungu. Lakini aliachukua maovu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa ni fahari ya Baba kuona Yesu anauendea msalaba. Ilikuwa ni fahari ya Baba kuona Yesu anakamilisha misheni ya Baba wa mbinguni aliyoiweka ndani ya mwana wake. Hata wewe huwezi kuepuka misheni ya Mungu. Hata wewe huwezi kuepuka misheni ya Mungu. Huwezi. Kama misheni ya Mungu ingekuwa inaepukika, Yona asingeenda Ninawi. Si unanielewa? Yona asingeenda Ninawi. Kama misheni ya Mungu ingekuwa inaepukika, mimi nisingekuwa. Nimesimama hivi hapa kwa sababu misheni ya Mungu haifanyeje? Haiepukiki. Na hakuna mwanadamu anaweza akaharibu misheni ya Mungu ndani yako. Hakuna shetani hataweza kuharibu misheni ya Mungu kwako. Si unanielewa?
Kwa sababu unavyoona tumesimama hapa, hatusimami kwa sababu ya ukamilifu wetu, tumesimama kwa sababu ya neema. Tunayopitia ni magumu kuliko. Mimi kama ningetoa ushuhuda wa mambo ninayopitia, yamkini wote msingekuwa hapa. Msingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nini? Namjua aliyeniokoa. Namjua aliyenifia. Namjua aliyetoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisulubiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Watanisulubisha kwa sababu ya udhaifu wangu, lakini kwa nguvu za Mungu ninaishi. Wanafanya wanavyotaka kwa nguvu zao kwa sababu mimi ni dhaifu, lakini kwa nguvu za Mungu ninaishi. Hivyo wewe usipopoteza tumaini kwa Yesu, watakuharibu mwili, lakini roho yako itakuwa hai. Wataharibu chochote kilicho chako, lakini kusudi la Mungu litakuwa imara kwako, halitaongozwa. Kwa nini? Anaweza kufanya mambo yote na makusudi yake kwako hayatazuiliwa na yeyote. Anaweza kufanya mambo yote na kile alichoweka ndani yako hakitaharibiwa. Anaweza kufanya mambo yote na mpango wake kwako ni imara wala hakuna kubatilisha. Usimpe ibilisi nafasi. Mwambie jirani yako, usimpe ibilisi nafasi. Usikate tamaa. Usivunjike moyo. Watakatifu wa Mungu, hakuna kama tunataka maisha yaliyonyooka, yasio na mawaa, tupige magoti, tuko mbele za Mungu, tuombe kwamba Bwana, kwa habari yangu Yesu njoo leo. Ili uondoke duniani. Ili uondoke duniani. Itakusaidia. Lakini kama bado unataka kuwa hapa duniani, hizi tabu huwezi kuziepuka kwa sababu wewe umeitwa. Si unanielewa? Umefanyaje? Umeitwa. Mwenye haki wangu ataishi kwa, lakini akitasita ndio. Hakuna siku ambayo haikuhitaji kuishi kwa imani. Haipo. Na haitakuja. Yesu wakati wanamtukuza, vikao vinafanyika. Wakati watu wanastaajabia muujiza aliyofanya Yesu kwa kumfufua Lazaro aliyekuwa kaburini siku ngapi? Siku 4, na kunuka ameshafanyaje? Ameshanuka. Yesu amefanya muujiza. Baadhi yao wakaondoka pale, wakaenda kuambia wakuu wa makuhani na waandishi, wakaambia Mafarisayo kwamba yule mtu kule kafufua Lazaro. Lazaro yuko hai. Tunaposema hivi, Lazaro yuko hai. Mmoja akasema, tunafanya nini sasa? Tunamwachaje huyu mtu aendelee kufanya haya mambo? Amini kwamba ni bora mtu mmoja afe, lakini siangamie taifa zima. Kwa hiyo wakafanya mpango wa kumua Yesu. Wakafanya mpango wa kumua na Lazaro. Yesu akasema, kama wamefanya hivi kwa mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Mti mkavu ni nani? Mti mbichi nani? Sasa kama walimfanya hivyo Yesu, mimi na wewe ni nani? Yesu akasema, duniani mnayo? Mnayo? Lakini kwa nini? Akasema, mimi nimeushinda. Manake nini? Na nyinyi mtashinda katika mimi, na nyinyi mtashinda kwa mimi. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado uko salama. Pango wako bado uko salama. Tuendelee. Maana sisi nasi tu dhaifu katika yeye. Anasema na sisi tu dhaifu katika yeye. Na sisi tu dhaifu. Mimi ni dhaifu na hata wewe ni dhaifu, lakini katika yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Tu dhaifu katika yeye. Kwa nini? Kwa
sababu yeye ndiye aliyebeba udhaifu wetu, yeye ndiye aliyemeza udhaifu wetu. Tunasimama si kwa sababu sisi si dhaifu, sisi ni dhaifu, na ndio maana tunamhitaji yeye. Bwana Yesu apesi. Kusimama kwetu, tunasimama na udhaifu wetu, lakini yeye ndiye anayetutegemeza hata tusubutu kufanyaje? Kusimama. Hatusimami kwa sababu si dhaifu. Lakini tutaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwenu. Kama yeye anavyoishi kwa nguvu za Mungu, na sisi tutaishi kwa uwezo wa Mungu ulio kwenu. Kwa uwezo wa Mungu ulio kwenu. Kwa nini? Kwa sababu namtegemea Mungu na kumtumainia na kumwamini kwamba hiki alichoweka ndani yangu napokieta kwako kitakujenga hata uthubutu kusimama kwa jina lake na kupokea matokeo. Kwa wewe kupokea matokeo, mimi najengwa. Kwa wewe kupokea matokeo, inaonyesha kwamba mimi nilicholeta kwako ni sawa kabisa, ni sahihi, kimetoka kwa Mungu. Kwa wewe kusimama, najivunia Mungu wangu aliyenituma kwako. Kwa nguvu ya Mungu inavyotenda kazi kwako, mimi namtukuza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu ya Mungu inavyotenda kazi kwako inanithibitisha mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini waliomshinda shetani ni wapi? Wale ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wao ambao walisema shetani uje ainizui mimi kukufuata. Tuangalie Mfilisti na Daudi. Mfilisti na Daudi. Sisi tuko upande wa nani? Wa Daudi. Shetani anatisha kwa mwonekano. Ukimtazama ukaanza kumchambua, hauwezi kumkabili. Si unanielewa? Ukianza kumtafsiri, ukianza kumchambua, hauwezi kufanyaje? Kumkabili. Lakini inahitaji uone ng'ambo ya msalaba. Yaani unahitaji fasiri inayotoka msalabani. Unahitaji fasiri inayotoka katika moyo wa Baba wa mbinguni. Ndipo umkabili Goliati. Kwa nini? Daudi alisema, unanijia kwa fumo na nini? Na mkuki na upanga. Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli, ambaye wewe umefanyaje? Umemtukana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alimtazama Goliati, alafu akajitazama yeye. Aliangalia silaha za Goliati, alafu akaangalia silaha zake yeye, akazilinganisha. Akafanyaje? Akazilinganisha. Akaona kwa hizi silaha na mudu. Bwana Yesu apewe sifa. Muulize jirani yako, wewe umebeba silaha zipi? Wanaimba, naendea salaba, ni mnyonge na mpofu. Ndio, wewe ni mnyonge, lakini ukijifanya unaona, hauwezi kufanyaje? Hauwezi kuendea msalaba. Ni mnyonge ndio, ukijifanya unaona, huwezi kuendea, lazima ujifanye mpofu. Yaliyopita wachane na ili upate kuponywa na nini? Na huo msalaba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunapita. Wote tunafanyaje? Tunapita. Lakini tunashinda kwa nguvu za nani? Za Mungu huyu aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu. Nachojua Yesu atakaa niache. Unanielewa? Neno lake ni kama mvua ishukayo kutoka juu na theluji yake. Inainyesha. Anasema ile mvua haiwezi kurudi juu, bali inainyesha ardhi na kuichipusha. Hiyo ardhi ikishachipushwa, inamdalia yule apandaye mbegu anapata mbegu, na yule alaye anapata chakula. Na anasema kadhalika ndivyo litakavyokuwa
neno langu litokalo katika kinywa changu alitanirudia bure, bali litafanya mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Mungu si mwongo, Yesu si mwongo, sio mwongo, na hata kuwa, hajawahi kuwa na hata kuwa. Neno lake ni kweli na amina. Ukikataa neno lake umejikataa. Ukikataa neno lake umemkataa. Ukipunguza neno lake umejipunguza. Ukipunguza neno lake umempunguza. Sisi tukiwa atuamini, yeye ubaki wa, kwa maana hawezi kujikana hivyo alivyo. Haleluya. Hebu tumpigie makofi. Kanisa tunatakiwa kujilinda sana. Kama tunataka kufanikiwa katika Kristo, tunatakiwa kuacha kitu kinaitwa majivuno. Sema majivuno. Majivuno. Unasema mbona mimi sijivuni? Majivuno ni adui ambaye yeyote anayejivuna ni ngumu kumjua. Majivuno ni adui ambaye ni ngumu kuonekana kwa yule aliyekamatwa na majivuno. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kwa sababu wewe ukikataa kusemwa vibaya kwa ajili ya Kristo, hayo ni nini? Majivuno. Manake wewe ni bora kuliko hata nani. Kama Kristo alisemwa, itakuwa wewe. Lakini yule anayekataa kusemwa, anayepinga kusemwa, ambaye kisemwa na baramaki, wakati anazungumza anaona kabisa ana haki, na akitoa hoja utaona kama ni hoja za msingi. Richard, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kusemwa si vibaya. Wewe kumsema jirani yako, kumsema mpendwa mwenzio si kosa. Lakini kumbe ni kikombe ambacho imempasa kukinywea. Kila jambo linapotokea kwa maisha yako, ujue ni shule. Ujue ni shule. Rosa aliimba wimbo lakini alitoa katika Zaburi. Hasema aliyenisema sio adui yangu, bali ni rafiki yangu, niliyeishi naye, niliyejuana naye, niliyekula naye. Bwana Yesu apese. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini asiwe adui? Kwa sababu akiwa adui haiwezi kupima moyo wako, haiwezi kuleta moyo wako katika uzito ambao unatakiwa. Moyo wako, ngoja nikwambie, dhahabu, japokuwa tumeambiwa katika Biblia kwamba ni kitu kinachoharibika, na Biblia inasema ni kitu kipoteacho. Dhahabu yenyewe ambayo ni kitu kipoteacho inapimwa kwa ili ijulikane ni dhahabu, lazima ipimwe kwa ya imani yako, ambayo ni ya thamani kuliko hiyo dhahabu. Imani yako Biblia inataja kwamba ni ya thamani kuliko. Kama dhahabu isiyo na thamani, dhahabu ipoteayo, dhahabu ambayo ni vitu viharibikavyo, inapimwa kwa. Je, imani yako? Unataka imani yako ipimwe kwa maji au kwa sukari au kwa juisi? Halo. Kwa Kristo lazima kila siku iwe ni fursa ya kuonyesha imani yako kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni fursa ya kumsifu na kumtukuza katika taabu zako zote. Ni fursa ya kujiangalia katika kioo. Kioo chako ni neno la Kristo. Kioo chako ni kazi ya msalaba na utimilifu wake, hata upate neno la kusema mbele zake katika yale unayopitia, katika magumu yaliyoko mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie,
Tunajua hakuna askari aendaye vitani kwa gharama zake mwenyewe. Kwa sababu hiyo hata kama uko vitani, Bwana yu pamoja nawe. Naendea msalaba, ni mnyonge na mpofu, yapitayo nacho ni msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kuwa mtumishi wa Mungu alafu ukajifanya unakodoa macho. Watumishi wa Mungu hawakodoi macho. Watakatifu wa Mungu wanaotaka kwenda mbinguni hawakodoi macho. Hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu ukajifanya wewe ni mtaalamu wa kusikia na kutoa fasihi. Watumishi wa Mungu hawako hivyo. Wanaotaka kwenda mbinguni hawako hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kibali kinachotoka kwa Mungu kwa wewe mtumishi wa Mungu au kwa mimi mtumishi wa Mungu kukwazika. Hakuna. Watakatifu naambiwa kwamba hawana la kufanyaje? La kuwakwaza. Watakatifu hawana la kuwakwaza. Unafikiri wakwazo? Unafikiri makwazo hayapo? Lakini wao hawana. Jipime. Ingia katika hicho kisima. Bwana Yesu apewe sifa. Waswahili wanasema maji hayapimi kwa mguu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa muulize jirani yako, wewe ni mtakatifu? Hauna kawaida ya kukwazika? Mzee Pius, wewe ni mtakatifu? Hakuna linalo kukwaza? Lipo? Anasema lipo. Heri yako bale Simoni Baliona. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie, makwazo hayana budi kuja. Bwana Yesu mwenyewe katamka kwa kinywa, hayana budi kuja. Lakini ole wake sasa anayeyaleta, anayeyasababisha. Wewe unafikiri anayeyasababisha ni nani? Asante. Makwazo yaletwa na mwanadamu. Makwazo yanaletwa na shetani. Na ndio maana anaambiwa ole. Sasa mnaweza mkawa katika ofisi moja, lakini unakwazwa na mfanyakazi mwenzako. Alafu unachukua bifu na mfanyakazi mwenzako. Unanielewa? Unamwona mfanyakazi mwenzako kama adui yako. Kumbe yeye sio adui yako. Na adui yako nani? Shetani. Anawakolaidia, anagonganisha vichwa. Alafu anakaa pembeni. Anawatazama. Nataka nikwambie, ikitokea rafiki yako mpenzi msaada wake kwako ilikuwa amfuate Josephina, amwambie, bwana, kitu tunachofanya sio sawa, acha. Angekuwa amemaliza mchezo kwa amani. Lakini anapokuja kukwambia, manake hana nia njema na wewe, anataka kufanyaje? Kuwatenganisha. Na rafiki yangu mkubwa sana, watu walienda kumwambia, bwana, mtu wako anatembea na fulani. Akafuatilia, kweli ni kijana ambaye yeye amemlea, alikuwa anamsaidia. Kumbe yeye akitoka, kijana anakuwa baba mwenza. Kwa hiyo siku hiyo akaaga, anaenda safari. Alipoaga,
Kumbe kaenda kunoa panga lake na kunoa. Usiku ulipoingia amerudi. Kuingia getini, geti liko wazi. Njoo akaingia mlango wa mbele, mlango uko wazi. Njoo anapimia wako wapi. Akaenda chumbani akafuta wako chumbani. Waliposikia nyayo wakakimbia wakaja mlangoni wote wako uchi. Wako uchi. Na sasa kwa sababu yeye alikuwa na upanga, wakifanya hivi upanga ukipita kakata mkono. Anawararua mwanaume matumbo kule, mwanamke mkono hakuna. Ananiambia bwana hapa nina kesi mahakamani. Ni mwacharanga. Ni mwacharanga. Lakini vipi yule aliyemwambia kama angemwendea mke wake akamwambia bwana wewe ni mke wa mtu, heshimu, achana na huyo kijana. Ndoa ilikuwa salama. Na wameachana na yule mwanamke. Wameachana. Wameachana. Sasa ni mtu wa umri wangu. Wameachana. Lakini aliyesababisha yote, aliyeleta kesi, aliyeleta kuachana ni yule aliyepeleka habari. Alikuwa na namna nzuri ya kumaliza ile tatizo. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kabla ya kufanya chochote lazima utafute maslahi ya ufalme wa Mungu. Heri wapatanishi. Yule akupatanisha alikwenda kufarakanisha. Ni kweli amefanikiwa. Wametengana na wana watoto wakubwa kabisa. Watoto wakubwa kabisa. Lakini ndio hivyo, haiwezekani tena. Mtu ushamchanga mikono, hawezi kufua, hawezi kufanya nini? Anarudi nyumbani kwa tegemezi. Na bahati mbaya yule mwanamke alikuwa mwanamke mzuri, yani kwa umbo na sura alikuwa mzuri. Lakini mwambie nini wanaume, acha kuoa mke alafu mwache wewe kutafuta mali. Kama unaenda kutafuta mali, nenda naye. Nenda naye. Wewe ukiacha mke ukaenda kutafuta mali, haya, ujue unaenda kutafuta mali. Wewe usikie. Bwana Yesu apesi. Jina Bwana Yesu barikiwe. Rumanyika unanisikia? Na wajua watu wangu, usiache mke ukaenda kutafuta mali. Amen. Usiache mke ukaenda kutafuta mali. Bonge unanisikia? Usiache mke ukienda shamba ubali ukaruke. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kama tuendelee. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jijaribuni wenyewe ili mjipime. Mjipime. Muhakikishe imani yenu. Je, mnaamini? Ipime imani yako. Je, unaamini? Ni kweli jana ulifanikiwa kupita pito, na leo umeibuka unafikiri umemaliza, nikaja pito lingine na umekwama, ama liko mbele yako hujalitolea maamuzi, ama umeliangalia unalikabili. Ngoja nikwambie, mshasikia sikukuu ya mashujaa? Mashujaa? Wewe mashujaa wewe kuwaona? Ulishawahi kwenda kwenye sikukuu ya mashujaa wakakuonyesha kwamba fulani na fulani hawa ndio mashujaa, mashujaa wetu? Hawapo mashujaa. Mashujaa ni wale waliofia vitani. Mashujaa ni wale waliofia vitani. Nataka nikwambie, hata kama unajiona legelege hauwezi kuomba, sawa? Nyanyuka umumunye maneno kwa jina la Yesu. Neema ipo kusaidia.
kuliko kusema jana niliamka nikashindwa kuomba kwa hiyo leo siamki. Tunanielewa? Bora ufie kwenye uwanja wa vita wakuite mfia dini. Wakuite jamaa anacheka. Ngoja nikwambie, bora yani hakuna neno gumu au baya kama askari aliyoko vitani. Yani principles za vita, mkiwa vitani mnawakabili adui, ukianza kugeuka nyuma ukimbie, wenzako wanakushuti wewe, wanakumaliza wewe. Kwa sababu gani? Unataka kuvunja mioyo ya watu. Kwa hiyo wakisha kushuti wewe uliyejaribu kukimbia, wengine watafanyaje? Wataogopa kushutiwa, kwa hiyo watasimama wapambane. Unanielewa? Hakuna mtu ambaye anataka kushinda alafu ana withdraw katikati ya vita, kwenye uwanja wa vita. Haipo. Nakumbuka wakati niko kwenye mambo ya waskari, tulienda, kuna kiongozi mmoja aliuawa kule Ndio. Tukaamshwa usiku, tukapandishwa ndege, tukaenda. Siku ya kwanza wala, siku ya pili wala, siku ya tatu tumekaa kama wiki. Mwisho tukaambiwa bwana, jamaa wako pale, wako wameonekana pale. Sisi tukaanza kuwafuatilia, na wale jamaa wakawa wameshatuona. Kwa hiyo sisi tulipowakaribia, wao wakaanza kutulenga, wakaanza kuturushia risasi. Walipoturushia risasi, atukuzwe Mungu, hakuna aliyekimbia, kwa sababu ukikimbia, si adui ameshakuona. Ukikimbia maana yake anakulenga. Watu wote chini, kalala chini. Tulipolala chini, yule aliyekuwa jirani yangu hapa alikuwa ameshika bomu linaloitwa rocket launcher, akalipua. Alipolipua lile bomu alikwenda likashuka hapa mbele yangu, nikanikata hapa, lakini iliyopiga hapa nikajua kabisa Msomali kanipata kwa risasi. Kilichonishangaza ni kwa nini sifi na nimepigwa risasi ya kichwa. Nashangaa kwa nini sifi. Sasa nilipomwangalia rafiki yangu hapa aliyekuwa hapa, yeye tatizo alikuwa amepiga goti wakati analipua ile bomu. Kwa hiyo kipande kikarudi kikamwingia hapa. Hicho kipande walishindwa kukitoa hata hospitali kwa sababu kilikuwa karibu na kibofu. Hakuna hata mtu aliyekimbia, wote. Na baada ya kusikia shwari, mabomu yamepigwa, hamna kitu, tukaanza kufuatia nyayo. Mwisho tukamkamata Mungu. Bwana Yesu apesi. Amen. Jina Bwana Yesu bariki. Amen. Na kama tungekimbia, tungekufa wengi. Kwa nini? Hakuna kitu cha hatari kama kumuonyesha adui kisogo chako. Baadaye anajikagua. Wananiangalia sema hapa kipande kimepiga lakini hakijaingia ndani. Basi nikafungwa damu. Na alama huyu mpaka leo. Nazo mpaka leo. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye uwanja wa vita usimuonyeshe adui kisogo.
tumeitwa kumkabili shetani kwa jina la Yesu. Unanielewa? Daudi anatuambia kwamba nakujia kwa jina la Bwana majeshi ya Israeli uliowakana. Unanielewa? Adui anataka kuonyesha kwamba Yesu akufanya kitu kwako. Unakubaliana naye? Unakubaliana naye? Unakubaliana naye? Sasa ili kuonyesha kwamba ukubaliana naye, lazima ujifunge kibwewe, lazima ujifunge mkanda, lazima uhakikishe kwamba unamkabili kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apesifa. Vijana wanasema unakwenda naye ulalo. Si ulalo ndio ipi hiyo? Bwana Yesu apesifa. Mimi sijui, lakini hivyo kwamba atakavyokuja ndivyo utakavyo mkabili. Amen. Bwana Yesu apesifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu adui akifanikiwa kukufreeze, akakupiga guys, unajua amefanya? Amemaliza. Na nataka nikwambie, majaribu katika ulimwengu wakati tuko hapa hayaishi. Juzi nilisema kwamba ukivuka jaribu moja hautaki kustarehe, kwa sababu ujue jaribu lingine linafanya linakuja. Kwa sababu jaribu linakuja kwenye level ulionayo. Linataka likute kwenye jaribu kwenye level ulio nayo. Maana yake ukishinda umeenda level gangamara. Mwambie jana yako gangamara. Amini kwamba Bwana Yesu yuko pamoja na wewe. Hawezi kuacha. Na hata kuacha. Sio mpango wake akuache. Wala sio mpango wake akupoteze. Wewe mwambie. Mungu alimwambia Musa katika Hesabu sura ya 14. Alimwambia Musa, hebu niache. Niwaangamize hao watu kwa tauni, niwamalize wote. Na hoja aliyokuwa nayo Mungu kwa Musa ni kwamba watu hawa nimefanya ishara na miujiza mingi kwao, lakini hata sasa hawafanyeje? Hawaniamini. Kwa hiyo ondoka kati yao, niwaangamize. Musa akasema chonde Mungu. Sio watu wakasema kwamba umeshindwa kuwafikisha katika nchi uliyoahidia, na ndio maana muangamiza jangwani. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alipong'ang'ania kuwaua wana wa Israeli, Musa akasema, sasa nikwambie kitu. Kuliko uwaue wana wa Israeli wote, bora ujue mimi. Lakini hao uache. Bwana Yesu apesi. Mungu akasema, sasa kama ni hivyo, mimi ombi lako nimesikia. Lakini kama ni hivyo, hawa jamaa nchi haya waingie. Yaani pamoja na kwamba si waangamizi leo wakaisha wote, lakini kwa sababu wamesema mimi nataka wafie jangwani, mizoga yao ikote jangwani, ndivyo itakavyo kuwa kwao. Kwa nini? Hawakuniamini. Na wote kizazi kile kikafia jangwani. Japokuwa hawakufa kwa siku moja, lakini walifia jangwani. Watu ambao aliwatoa nchini Misri kwa ishara nyingi na ajabu nyingi, walikufa jangwani. Kosa nini? Kosa kwamba hawakuyapima matendo yake aliyofanya kwao katika siku za nyuma. Kwa nini haya majitu makubwa, haya majitu ambayo yao yanaonekana kama nini? Yanaonekana kama nini? Wao wanaonekana kama panzi. Na majitu yanaonekana Wakanaani na Waiti walionekana kama panzi. Alafu wana wa Israeli wakaonekana kama wana wa Israeli walionekana walionekana majitu. Bwana Yesu apesi.
Mzee Pius, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka nikwambie hapo ulipo Mungu yupo. Amen. Yaani hapo ulipo kwenye vita yako Mungu yupo. Kwa hiyo ukiondoka withdraw, unamwacha Mungu kwenye tukio na Mungu afanye kazi mwenyewe. Mungu afanye kazi mwenyewe. Niwauliza swali juzi Jumapili kama sikosei. Hivi mtu aliyepanda minazi, miche ya minazi, kuna kuotesha, pastor wanaotesha miche ya minazi, ambaye ameotesha miche ya minazi na yule ambaye ameotesha, au tuseme mtu ameotesha mbegu ya nazi na mtu ameotesha mbegu ya mchicha, nani atakuwa kwanza kuvuna? Wa mchicha. Vipi wa mchicha akivuna mara mbili, wakati nazi hata ile moja hajatoa, akiamua kuvuruga ile shamba, mwenye nazi akaamua kuvuruga shamba akasema hii mbegu imekufa, anakuwa amepata hasara na atakuwa akupiga mahesabu. Na ndio maana jijaribuni kama mmekuwa katika imani. Kukua huku, kuwa katika imani sio kukua. Je, wewe uko kwenye imani? Je, wewe unaamini? Na hakuna mtu anayeamini alafu anamwekea Mungu mpaka mbele yako kusonga mbele. Tunamwamini Mungu katika yasiyowezekana. Tunamwamini Mungu katika yasiyowezekana. Jana wakati usiku ulipoingia, wakati namsihi Mungu nipate ujumbe wa leo, sikurejea ujumbe wa Jumapili iliyopita. Sikurejea. Wakati namsihi Mungu nipate ujumbe wa leo, sikurejea ujumbe wa Jumapili iliyopita. Lakini Mungu akanipeleka, akaniletea jumbe za kustajabisha, shuhuda za kustajabisha, matendo ya kustajabisha. Alafu akaniacha hapo. Na sikuomba tena kuhusu ujumbe wao. Niendelea kushukuru. Sasa nilipofika nyumbani, nikaenda kukaa tena kumsihi Mungu kwa habari ya ujumbe wa leo. Ndipo akanipa mtiririko kwamba watu wamefika mahali wameweka mpaka kuona kwamba matatizo yao ni makubwa kuliko Mungu wao. Lakini mito ya maji ya uzima, ili ibubujikie uzima wa milele kwenye kazi ya mtu, ili ibubujikie uzima wa milele kwenye biashara ya mtu, ili ibubujikie uzima wa milele kwenye elimu ya mtu, ili ibubujikie uzima wa milele kwenye huduma ya mtu, inamhitaji huyo mtu kwanza awe katika hiyo mito. Na mto mkubwa ni nani? Ni Kristo. Manake ili mito iweze kububujika kutoka ndani yako, lazima uwe mtoni.
Unanielewa? Ili wewe uwe moja ya mito, wewe lazima kwanza, okay, kila mto una chanzo. Unaelewa? Kila mto una chanzo. Sasa mito ya uzima ili ibubujike kutokea ndani yako, lazima wewe mwenyewe uwe na chanzo, na chanzo chako ni nani? Ni Kristo. Kwa hiyo ile mito ya maji ya uzima ndio inayoponya. Hiyo mito ya maji ya uzima ndio inayoisha. Hiyo mito ya maji ya uzima ndio inayodhihirisha baraka. Hiyo mito ya maji ya uzima ndio inayothibitisha huduma. Hiyo mito ya maji ya uzima ndio inayotenda ishara, ndio inayotenda miujiza. Unajua, tunapoomba, kwa mfano mimi nakuja kumwombea huyu mtu, namwekea mkono. Sawa? Mkono unaonekana ni wa nani? Ni wa kwangu. Lakini mkono wangu hauwezi kuleta matokeo kwa wewe. Ukiona matokeo, ujue uko mkono wa nani? Wa Yesu. Sawa? Okay. Ni mkono wa nani? Ni mkono wa Jovi. Ni mkono wa Jovi. Sawa? Na wewe. Mkono hauwezi kuwa na kitu. Tuko pamoja? Sasa naweka mkono wa mchungaji Jovi. Maana hakuna mchungaji Jovi bila Yesu. Na mimi najua mchungaji Jovi anatumiwa na nani? Na Yesu. Nikiweka mkono, Yesu ameweka mkono. Tuko pamoja? Haya. Kwa mkono wa mchungaji Jovi. Mwache. Ili uone tofauti ya mkono wa Jovi na tofauti ya mkono wa mchungaji Jovi. Bwana Yesu apesi. Amen. Verse B. Unaona mkono wa mchungaji unachofanya. Nyie mlioko huko hamwezi kuona. Njoo. Njoo. Unaona nini? Amefunga macho hapo na chini na tu. Machozi yanamtoka. Nani wewe ndio ulikuwa unachungulia? Nenda pale kama angalia. Unaona nini? Unaona machozi yanamtoka. Kwa hiyo umeona tofauti kati ya mkono wa Jovi na mkono wa mchungaji Jovi. Umeona tofauti? Sasa tukisema Jovi ni pasipo Yesu, lakini mchungaji Jovi ni pamoja na Yesu. Bwana Yesu apesi. Lakini Yesu ndiye aliyebadilisha.
Yesu ndiye alinifanya hivi nilivyo. Kwa hiyo ukiniona mimi Jovin nikiwa na Yesu ndani yangu ni zaidi ya unavyoniona. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapita mazingira gani. Haijalishi unapita mazingira gani. Mpe Yesu utukufu kwa yale unayopitia kwa ajili ya jina lake. Mpe Yesu utukufu kwa hali unayopitia kwa ajili yake. Na hapa ndipo ilipo tabu. Nikiomba nikapata, naamini kwamba Yesu ni Kristo, si ndio? Yesu ni Kristo. Nao ujasiri wa kwenda kumwambia Mungu, Bwana, usiku nimeomba Bwana, ile jipu limekauka. Nimeomba, jipu likafanya likakauka. Nani anatukuzwa? Anayetukuzwa aliyeomba mpaka jipu likafanya likakauka. Na ni tofauti na nikimwambia leo Bwana, baada ya kumshukuru Mungu ameniponya lile jipu, Bwana amejibu maombi. Watu wawili wanaweza kutendewa jambo moja sawa sawa, lakini moja likamtukuza Yesu, moja likamtukuza mtu. Na ndio maana nikiitwa mahali popote kwenda kuomba, kama yule mtu naye kwenda kumwombea anaufahamu, anasikia, huwa anapenda kumfundisha na nimweleze kwa nini anaponywa na anayemponya ni nani. Ili ajue uponyaji umetoka kwa nani? Kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tumalize na Zaburi ya 119. Twende mstari wa 165. 119, 165. Hii ndio Zaburi kuu ndefu kuliko zote. Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wala hawana la kuwakwaza. Sheria ya Mungu ni sheria gani? Ushuhuda ambao Mungu amefanyaje? Amewashuhudia. Watu hao hawawezi kukwazika hata siku moja. Halo. Watu ambao wameshuhudiwa na Mungu na wakaamini huo ushuhuda hawezi kukwazwa na jambo lolote. Kwa nini? Kwa sababu makwazo yakija anaingia kwenye nini? Kwenye shuhuda. Anakagua shuhuda za nani? Za Mungu. Alafu akikutana vile Mungu aliyomshuhudia, alafu anajiambia mwenyewe, oho, kumbe Mungu ameshanishuhudia. Kwa hiyo hakuna kubadilisha ushuhuda wa nani? Wa Mungu juu ya. Anaendelea kumeza ule ushuhuda, anaendelea kuvaa ule ushuhuda ambao Mungu amefanyaje? Amemshuhudia. Anachangamka katika ule ushuhuda. Hebu endelea kusoma kidogo mama. Bwana, nimeongojea wokovu wako. Anasema nimeongojea nini? Wokovu wako. Kwa nini? Kwa sababu yako makwazo mbele yangu, lakini hayawezi kufanyaje? Kunikwaza. Siwezi kuyaruhusu yanikwaze kwa sababu ya huo ushuhuda ambao umefanyaje? Umenishuhudia. Hebu rudia. Bwana, nimeungojea wokovu wako na maagizo yako nimeyatenda.
nafsi yangu imezishika shuhuda zako, nami nazipenda mno. Nimeyashika mausia yako na shuhuda zako, maana njia zangu zote ni mbele zako. Bwana Yesu apesi. Mbele zako. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Manake amechagua shuhuda za Mungu ndizo ziwe njia yake. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Shuhuda za Mungu ndiyo njia yetu mimi na wewe. Nje ya hizo shuhuda manake tumemwacha nani? Tumemwacha Mungu. Nenda mstari wa 49 na 50. 49 na 50. Nikumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako. Sikia. Huyu ni mtu ambaye ameshuhudiwa na nani? Sasa yuko katika shida, yuko katika dhiki. Anasemaje? Nikumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako. Anasema mimi ni mtumishi wako. Sasa Bwana, ulikumbuke lile neno ulilomwambia mtumishi wako wewe. Kwa sababu umenitumainisha. Wewe ndiye uliyenitumainisha. Umenipa tumaini kwa neno lako. Kwa hiyo nimetumaini kwako. Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu. Anasema ndio, pamoja na kwamba niko taabuni, lakini kwa vile wewe umenitumaisha kwa neno lako. Hilo neno ndio nini? Faraja yangu. Ndio faraja yangu. Ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Faraja yangu ni kwamba ahadi yako au hilo neno ulilomwambia mtumishi wako ndio lilofanyaje? Limenihuisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, Mungu amekushuhudia nini? Muulize katika taabu yako, Bwana amekushuhudia nini? Natangaza tena, shetani hata kumaliza, shetani hata kuweza, shetani hata fanikiwa kwako. Hata fanikiwa. Unachotakiwa kujua kwamba jaribu haina budi kufanya kuja. Na Biblia inasema heri yake astahimilie majaribu. Na uhakika 100% kwamba shetani hata afanyeje, hataweza kutoa kwenye laini kama utamtazama Kristo. Hataweza kutoa kwenye laini kama utamtazama nani? Kristo. Na muulizaga Bwana maswali, mambo haya ni nini? Haya mambo vipi? Haya mambo vipi? Hata juzi nimemuuliza, mambo haya ni vipi? Akasema ndio maana huu ni mwaka wa udhihirisho wa neema ya Mungu. Amen. Nikafumba mdomo wangu. Manake hata kama adui amesha kufanikiwa kwako, kama alivyofanikiwa kwa Yesu, wakala, wakanywa, wakapelekeana zawadi, wakashangilia na kufurahi, wakati wanafunzi na mitume wamejificha ndani. Hata kama hali yako imefikia hapo, ufuko ni sasa. Unaelewa? Matumaini ya watu waliondoka, lakini Yesu akupoteza tumaini. Yesu alishawaambia, mimi nakwenda zangu, lakini naja tena. Aliwaambia naja tena. Hamaanishi ujio wa pili, ama wakati aliwaambia nawaacha lakini narudi. Sitawaacha, naenda narudi. Ambia siku 3 nitakuwa kaburini, lakini kwa siku 3 nitafanya nitafufuka. Wewe ni siku ya ngapi kwako? Kumbuka, siku moja kwa Mungu ni miaka mingapi kwa takatifu Mungu? Miaka, wewe ushafikisha miaka 1000 ngapi? Sasa manake Yesu alikaa kaburini siku ngapi? 1000. Wewe ushafikisha ngapi?
tatizo lako lina muda gani hata uonekana kwamba Yesu ameshindwa? Narudia tena, huu mfano. Kulikuwa na jamaa mmoja alimpenda Mungu sana, rafiki wa Mungu. Huyu jamaa alikuwa akienda beach. Mnapafahamu beach? Mindu nani huku nani Mindu hamna beach. Morogoro si kama kuna beach. Labda sijatembea vizuri. Lakini watu wa Morogoro wanaifahamu beach. Sasa alikuwa akienda beach. Bwana Yesu anakuwa pamoja naye. Na alikuwa akitembea unajua kule beach kuna mchanga Kwa hiyo unaweza ukapita mahali ambapo wewe peke yako umepita. Sawa? Lakini alikuwa akikanyaga nyayo zake akitoa, anakuta ni nyayo za watu wawili. Yeye na nani? Na Bwana Yesu. Kwa sababu walikuwa marafiki, walikuwa karibu. Siku huyo mtakatifu akawa kwenye dhiki, akawa kwenye tabu, akawa kwenye kujaribiwa, akasema angalau nipate liwazo kwa nani? Kwa Bwana. Katika mazingira magumu haya, wacha niende beach. Akaenda beach. Siku hiyo yuko tabuni, anajaribiwa. Akapiga hatua zake kule beach. Anakuta hatua za mtu mmoja. Akasema ngoja nijaribu labda kwenda hivi. Hatua za mtu mmoja. Akazidi kuzimia kabisa. Akarudi nyumbani. Bwana, mimi nimekutenda nini? Kosa langu ni nini? Umeniacha hivi kweli? Hata nimejaribu kwenda beach, hata beach hukutokea. Kosa langu ni nini? Mbona umeniacha? Bwana akamwambia, kuna tofauti ya kutembea na mimi na kuna tofauti ya kubebwa na mimi. Wakati wa amani ulikuwa unaona nyayo mbili, mimi na wewe tulikuwa tunatembea. Lakini nyakati hizi ulizopo wewe hata kutembea huwezi. Kwa hiyo tulipokwenda bichi nilazimika kukubeba kwa sababu hauwezi. Kwa hizo nyayo ulizoziona hazikuwa ni za kwako, zilikuwa ni za kwangu. Wewe ulikuwa nimekubeba, nyayo zako singeonekana. Mwambie jirani yako, Bwana amekubeba katika tabu yako. Mwambie hiyo tabu yako sio tabu yako. Mwambie tabu yako ni tabu ya Bwana. Mwambie Bwana asema niko pamoja nawe kukupigania mapigano yako. Wewe hutapigana kwa sababu hizo nguvu za kupigana hauna tena. Mimi napigana kwa ajili yako. Nipe nafasi. Watakatifu wa Mungu, mimi nawapa ushuhuda, alafu tumshukuru Mungu. Naona pale dispenser. Pale dispenser mpaka hapa nipo kwa neema ya nani? Ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu nifika mahali nikaomba, nikamwambia Bwana, mimi kwa hekima yangu, kwa akili zangu, kwa nguvu zangu siwezi lolote. Mambo yote yanayohusu hapa na sarenda kwako. Mapenzi yako yafanye yatimie. Nikaacha. Nabaki kushukuru na kuomba kama kawaida. Nikaletewa notes ya siku 10. Niwe nimehamu. Nilipokwenda wakanipa miezi 4 ya ziada. Hiyo miezi imeisha
tarehe 30 mwezi wa 4. Mwenye nyumba apokee simu yangu. Mwenye nyumba akapiga simu. Akasema leo nakuja kuchukua funguo. Toa vitu vyako leo. Usiniambie chochote. Leo nakuja kuchukua funguo yako. Nikute funguo zangu leo. Nikamwambia sawa. Bahati nzuri nilikuwa na mtu ambaye ni mtu wake wa karibu. Wanafahamiana. Na huyo ndiye anayemtegemea kwenye hii kesi. Akaniuliza, sasa unafanya? Nikamwambia mimi sina cha kufanya. Mimi siondoki. Yeye haja atoe vitu mwage nje. Lakini mimi siwezi kutoa vitu vyangu mwage nje. Mpaka leo nipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sio nguvu zangu, sio hekima yangu, sio maarifa yangu. Ni nani? Ni Kristo. Kristo akinipa mahali pa kwenda, basi nitatoa vifaa vyangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema haya ili ujue kwamba wewe unapita, hata mimi nafanya napita. Wewe unahitajika kutumia imani, na mimi natakiwa kutumia imani. Hakuna mtu ambaye atafika level ama kiwango cha kwamba yeye anaweza kuishi kama samaki asitumie imani yake kwa Kristo kuiona kesho yake. Kila leo yetu inamhitaji nani? Kristo. Na Kristo anapatikana kwa imani. Unaposhindwa sali na Baba. Sikasema tumtuike mizigo yetu, tumtuike fadhaa zetu, kwamba anachukulia kwa sana mambo yetu. Mtuike. Sasa ukisha mtuika, okay, nimekuja na fadhaa zangu. Nimemtuika mchungaji Dickson. Zimekaa. Naomba hapa na kutwika fadhaa zangu wewe Yesu, na kutwika fadhaa zangu ili nichukue, mimi sitaki tena. Nimemaliza maombi. Asante Yesu. Wewe ulisema uchukue tena. Imekuwaje sasa umechukua? Ndicho kinachotokea. Kama ukishamtwisha Yesu fadhaa zako, hakisha kwamba wewe usifanye uzigusi tena. Kwani kwa sababu zimesha kushinda, umeamua kusarenda kwake. Usije ukazirudia. Unarudi kwa maombi. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, zile fadhaa nazikikita, nazipiga zile fadhaa. Wewe fadhaa, ondoka juu yangu kwa jina la Yesu. Juu yako zimekuja kufanya nini wakati wewe umeziacha kwa Yesu? Umemtwisha Yesu. Sasa zimerudi tena kwako. Ni watakatifu wa Mungu. Twende pamoja. Fadhaa umemtwisha nani? Kristo. Umemtwisha, si ndio? Ukamwachia, si ndio? Sasa kwa maombi nyumbani zimekaje kichwani kwako? Zimekaje moyoni mwako? Utazikumbuka. Mwambie kwamba Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu fadhaa zangu hizi ziko kwako. Utasema nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu fadhaa zangu ziko kwako. Utaambia nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu fadhaa zangu ziko kwako.
Aliletwa mtu mmoja pale nyumbani kwangu aombe. Ametoroka hospitali ya mkoa. Kichaa. Alikuwa kwenye moja ya kichaa, akatoroka. Akaja pale. Na alikuwa kichaa kweli. Mambo yote alikuwa anamaliza chumbani. Mambo yote anamaliza chumbani. Sasa akaja wifi yake, akawa na mlindalinda pale. Sasa ndugu zake, mimi wakija ndugu zake naambia ukasha pona. Sasa siku hiyo kwa sababu aliwekwa wifi yake pale amlinde, akamtandika kweli. Alipomtandika walikuwa kule chumba cha maombi, akamtandika. Niligonga pale wewe wifi yake kafungua, nikaingia. Nikafunga mlango, wifi yuko nje. Nilipofungua mlango, yule mweho alikuwa amevaa dera, akanipiga dera. Akabaki uchi. Nikafungua mlango haraka. Manake ni ukweli. Kesho yake ndugu zake wakasema tumekuja kuangalia, nikamwambia huyu mzima ondoke naye. Wakasema huyu, nikasema huyu ni mzima ondoke naye. Sinajua nimeomba Mungu amenisikia. Wakasema mtumishi huyu bado. Nikawaambia huyu tayari. Wakamchukua wakaondoka naye. Wakafika barabarani. Poka sana. Waliofika barabarani wakasimama upande huu, wasimamishe na bajaji za kwenda Kasanga. Akawaambia mimi uko sema. Mimi kwetu ni Kasanga. Kwa nini mnanipeleka Nyandira? Nyandira sio mimi siendi Nyandira. Wakamtaka kumpanisha nguvu yake. Nataka piga kelele. Staki. Jamii ya Nyandira siendi. Wakamrudisha wakasema mchungaji, sisi tumekwambia huyu bado. Nikawaambia huyu tayari. Wakasema mbona nakataa kupanda bajaji, anasema hawezi kwenda Nyandira. Nikauliza yeye anataka kwenda wapi? Wakasema yeye anataka kwenda Kasanga. Nikauliza Kasanga si nyumbani kwake? Wakasema ndio. Pelekeni Kasanga. Akasema bajaji za Kasanga hakubali kupanda. Nikamwambia sasa Yesu anataka kupanda zinazokwenda kule. Vukeni barabara. Ikija gari kutoka bajaji kutoka huko, pandeni. Afu mwambie geuza twende Kasanga. Wakaenda, wakavuka. Akasema sasa mimi mnanifanya mimi sina akili. Mimi sio wewe. Bajaji ikaja, wakapanda. Walipopanda wakamwambia dereva, piga U-turn, twende Kasanga. Dereva akapiga U-turn, Kasanga. Alipofika nyumbani kwake, kuingia nyumbani kwake, akaanza kuangalia nyumba yake. Akaona mapazia yamechanwa, kumbe alichana yeye. Akaona vitu vuru vuru. Akatupa mizigo yake pale, akaanza kutengeneza nyumba yake vizuri. Baada ya wiki, nikaletea zawadi mafuta ya kula nyumbani. Wakaita zawadi mafuta ya kula. Nini? Amepona. Okay, na mimi ningeangalia waliokuwa naona wao. Ningeangalia waliokuwa naona wao. Mimi kilichonipa tumaini ni neno la ahadi. Alisema mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata, ndicho kilichofanya. Toma huyu hapa. Tuletewa mtu na Toma. Nikamwita Toma. Mwewe amefungwa kamba. Amefungwa kamba. Walipomwingiza pale, mimi sina jeuri ya Yesu. Walipomwingiza chumbani, nikamwambia mfungweni. Fungweni kamba. Nina jeuri ya Yesu. Fungweni kamba. Wakamfungua kamba. Walipomfungua kamba, anaweka kichwa hivi, anabiruka hivi, anapiga meza. Akifika huku, anaweka kichwa hivi, anabiruka. Kaambia Toma tumshukuru Mungu. Tukaomba kwa ajili yake. Alafu tukaambia wale wazee waliopita, yuko huru, mchukue mwende naye. Wakasema
Kaambia yuko huru, nendeni naye, huyu kashapona. Kwa nini nilikuwa nawaambia kashapona? Kwa sababu neno la Mungu lilimtumainisha. Wakaangaliana, wakatazamana, walikuwa wawili. Wakatazamana. Sasa kwa sababu nishawaambia ondokeni, wakalazimika kuondoka. Bwana Yesu apesi. Lakini yule ndugu tulimfuata kesho, tukaomba naye. Na tulipofika kwake akakimbia mbio. Toma ndo alimkimbiza, akamkamata. Tulienda mara 3. Mara 2 ya pale nyumbani na mara 2 kwake. Yule jamaa alishaona kwa wale. Simama. Kwa waganga imeshindikana, hospitali imeshindikana. Mimi na Toma tulikuwa tunaona uzima. Wao walikuwa wanaona weo kabisa. Na nafikiri waliondoka wanasema hawa jamaa wahuni matapeko kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kilicho tupo ujasiri wa kusema hivyo nini? Neno la Mungu lilikitumainisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo na wewe katika taabu yako, neno la Mungu liwe tumaini lako. Usijaribu kushawishika kwa lugha yoyote, kwa picha yoyote, kwa taswira yoyote, kwa ugumu wote, kwa vitisho yoyote, kwa gharika yoyote, kwa fadhaa yoyote, hata vita ikawaje. Yesu ni yule yule. Hebu muulize jirani yako. Tena mshike bega akutazame. Muulize, umebeba nini? Si kama unaelewa unachosema. Si kama unaelewa unachosema. Muulize, umebeba nini? Hicho ulichobeba ndicho kinachokutesa. Hicho ulichobeba ndicho kinachokutesa. Hicho ulichobeba ndicho kinachokutesa. Ulichobeba ndicho kinachokutesa. Tunateseka kwa sababu ya wito tulioitiwa. Si unaelewa? Wito tulioitiwa. Kama si hicho kuishi maisha starehe. Lakini hicho ulichoitiwa ndicho kinachokuponza. Lakini alichobeba huyu tofauti na alichobeba huyu. Kwa hiyo vita yao ni tofauti. Huyu akipelekwa mgambo, huyu anaweza akapelekwa field force. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zao ni tofauti. Na umuhimu wao ni tofauti. Kadhalika wewe. Ulichobeba ndicho kinachokuponza kwenye ulimwengu wako. Adui anatafuta hicho. Adui anatafuta hicho. Hata mimi adui anatafuta kile nilichobeba. Kwa jina la Yesu ninaomba rehema na utakaso wa damu ya Yesu mahali popote nilipovunjika moyo kupitia vita ambao umeipa kibali kwenye maisha yangu. Najua unaniwazia mema wala sio mabaya. Unawazia kunipa tumaini katika siku zangu za mwisho. Huniwazii mabaya, hutaniwazia mabaya, kwa sababu wewe sio adui yangu. Wewe ni mpenzi wangu. Wewe ni Bwana wangu. Wewe ni Mungu wangu. Wewe ni uzima wangu. Nawe ndio uliyeniita. Na hicho ulichoweka ndani yangu kwa utukufu wako ndicho adui anachokipiga vita ili wewe usitukuzwe. Kwa sababu hiyo naomba neema ya kusimama katika wewe, ya kusimama pamoja nawe, ya kusimama kwa nguvu zako, ya kuona
kwa macho yako na kulilinda kusudi lako kwa jina la Yesu. Sema, kusudi lako ndani yangu ni muhimu kuliko maisha yangu. Si kama umeelewa hicho kitu. Mwambie, kusudi lako ndani yangu ni muhimu kuliko maisha yangu. Wewe Yesu Kristo uliyatoa maisha yako, uliyatoa maisha yako kwa ajili ya maisha yangu, ili maisha yangu yatumike kwa makusudi yako. Kwa makusudi yako ambayo yalikufanya ufe msalabani kwa ajili yangu ni muhimu sana kuliko nafsi yangu, kuliko maisha yangu. Usalama wa maisha yangu na usalama wa nafsi yangu ni kudumu katika makusudi yako. Nafsi yangu nje ya makusudi yako ni upotofu, ni ukengeufu. Uhai wa nafsi yangu u katika makusudi yako, na kwa sababu hiyo naliitia jina lako Yesu kwa ajili ya makusudi yako ndani yangu, kwa ajili ya kile ulichoweka ndani yangu, ili wewe upate kutukuzwa. Kwa sababu mimi niko mahali hapa ili wewe utukuzwe. Naomba neema na wewe kutukuzwa kwa mimi, kwa jina la Yesu. Nachojua, sikia, nachojua mimi, Shetani hatafanikiwa kuliharibu kusudi la Kristo ndani yako. Hatafanikiwa kuiba kusudi la Kristo ndani yako. Hatafanikiwa kuiba utukufu wa Kristo ndani yako. Umeumbwa kwa utukufu wake, uko kwa utukufu wake, na kwa nguvu zake huo utukufu utamrudia yeye. Hiyo heshima itamrudia yeye. Hizo sifa zitamrudia yeye. Shukrani zitarudi kwake. Sema, Bwana, kwa kuwa wewe ndio uliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na vyote ukaviweka mikononi mwangu, na unanitegemea mimi niviongoze na kuvitiisha katika kusudi lako. Naomba rehema niliposhindwa kusimama katika nafasi yangu ili kutiisha kila kiumbe na kila hali katika makusudi yako, lakini nilipotiisha nikashindwa kuamini. Naomba rehema na utakaso wa damu ya Yesu. Ninaamini Bwana, naomba unisaidie kutokuamini kwangu. Sema, naamini Bwana, naomba unisaidie kutokuamini kwangu. Naamini Bwana, naomba unisaidie kutokuamini kwangu. Nikukumbushe tu, huyu Mungu aliyekuita ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Hata Shetani ameumbwa naye. Nguvu alizo Shetani amezipata kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu karama za Mungu hazina majuto, ndio maana Mungu akumnyang'anya Shetani ile nguvu aliyokuwa nayo. Lakini Shetani hawezi kushindana na Mungu. Sema, ikiwa wewe umeniita uliyeumba vyote, ni nani anaweza kupinga? Ikiwa wewe umeniita wewe uliyeziumba mbingu na nchi, ni nani katika mbingu, ni nani katika nchi, ni nani katika bahari anayeweza kupinga shauri lako? Sema, hayupo, hata kuja, hata kuwepo, hata milele. Kwa sababu hiyo nalitangaza shauri lako kuwa imara ndani yangu kwa utukufu wa jina lako. Nalitangaza shauri lako kuwa imara ndani yangu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Sema, nafsi yangu na kufungamanisha na makusudi ya Baba wa mbinguni yaliyo katika Kristo, na kupatanisha na kufungamanisha na yale makusudi ambayo Mungu ameniita
aliyopitia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa utukufu wake. Nafsi yangu, maisha yako ni yale ambayo Kristo aliyatabikia pale msalabani kwa ajili yako. Hauna maisha mengine, hauna starehe nyingine. Hata katika tabu, starehe yako ni Kristo. Katika furaha, starehe yako ni Kristo. Wakati wa vita, starehe yako ni Kristo. Wakati wa amani, starehe yako ni Kristo. Wakati wa uhitaji, starehe yako ni Kristo. Wakati wa utosherevu, starehe yako ni Kristo. Katika jina la Yesu. Sema, amani yangu uko wapi? Na kurejeza ndani yangu kwa jina la Yesu. Kwa sababu Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Siwezi kupoteza tumaini, siwezi kupoteza utukufu, kwa sababu Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Na kataa unyonge, kwa sababu hauko ndani ya Kristo. Nachojua Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Katika uhitaji wangu, Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Katika kuishiwa kwangu, Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Katika uhitaji wangu, Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Moyo wangu hautazimia, moyo wangu hautanyong'onyea, moyo wangu hautalalamika, moyo wangu hautazuzunika, kwa sababu Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Kristo hautaniacha, hautanipungukia. Ninapozungumza, haujaniacha wala hujanipungukia. Wewe ndani yangu ni tumaini la utukufu. Kama kuna magonjwa unapitia, kama kuna maradhi unapitia, kama kuna madeni unayo, kama kuna tabu unayo, mtazame Kristo. Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Kama ni tabu kwenye kazi yako, kama ni tabu kwenye ndoa yako, kama ni tabu kwenye elimu yako, ama elimu ya wana wako ama binti zako, mtazame Kristo ndani yako aliye tumaini la utukufu. Mtaje kuwa ndiye tumaini la utukufu, kwamba hautazimia moyo, kwamba hautanyong'onyea, kwamba shetani hatafanikiwa kuvalisha huzuni, hata kuvalisha aibu, kwa sababu Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Wala hautaficha uso wako, kwa sababu Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Wala hautarudi nyuma, kwa sababu Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Sio kuambia usinzie, nimekuambia useme Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Yeye ndiye anayeweza kuwa, yeye ndiye anayeweza kuisha. Yeye ameamua kukuisha, yeye ameamua kukusimamisha, yeye ameamua kukutegemeza. Hakuna kutoa katika mkono wake. Narudia tena, Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Hebu ni uulize moyo wako, iulize nafsi yako, ni nini kisichowezekana kwa Bwana? Na Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Bwana akauliza mitume wake walivyoona upepo na gharika, kwamba imani yenu ii wapi? Imani yenu ii wapi? Walitakiwa kumuonyesha kwamba wanaamini. Akauliza, imani yenu ii wapi? Mwambie Yesu, Bwana ninaamini, niambie, nisaidie kutokuamini kwangu.
Umeombewa sana, haujapona. Umeombewa sana, haujaolewa. Umeombewa sana, haujapata kazi. Umeombewa sana, haujafaulu katika unaotafuta. Mwambie Bwana, ninaamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Asante Bwana Yesu. Bwana anajishughulisha na mambo yako. Bwana anajishughulisha na mambo yako tena kwa sana.